Ni Wednesday Night Show, tuko pamoja ndani ya studio za Azam TV kama ilivyo ada kuweza kuzungumzia masuala mbalimbali ya kimichezo. Kama ilivyo kawaida yetu, tunagusia katika maeneo tofauti, kwa maana ya kwamba matukio ya michezo ambayo na leo hii basi nimeamua nirudi hapa nyumbani kwenye asilia, kwa maana ya kwamba asili ya Kiafrika katika tiba ambazo zinahusiana na masuala ya mifupa ambayo imekuwa ni tatizo kubwa sana, si tu kwa watu au kada mbalimbali, lakini kwa wanamichezo. Na leo tunakuja kuangalia ni jinsi gani tiba hizo zinaweza zikawa ufumbuzi zikiwa zimechanganyika na masuala ya kitaalamu au vipimo vya kitaalamu hivi sasa. Na ndio maana leo hii ninao hapa wataalamu kutoka KMJ Herbal ambao wako hapa Tabata jijini Dar es Salaam. Wao wanashughulika na tiba hizo, na wako hapa na mkurugenzi Bwana Jackson Bwile, lakini pia wako na nurse sister au dada Dorothea, na vile vile wameongozana na mtaalamu wa tiba hizo kutoka katika kituo hicho Bwana Gideon Mafuru. Karibuni sana. Asante sana. Mambo vipi? Majina nimeyashika Majina nimeyashika. Naona msukuma kashtuka. Mafuru vipi? Majina unashika dakika moja. Kwema lakini? Kwema. Karibuni sana. Asante sana. Mambo yanaenda salama kabisa. Unajua nilikaa hapa tukawa tunapeana mawili matatu. Nikiangalia hapa kuna Msoma, kuna Tabora, nikakuta pale upande wa pili kuna ngoma ya Mwanza. Nikajiuliza mbona hamna Sumbawanga hapa na Kigoma? Kwa sababu hii itakaje? Naam, karibuni sana. Asante sana. Na nashukuru kwa kuweza kupokea wito wa kuwa nasi hapa, na naweza mkawa jibu kwa wale ambao tumekuwa tukijiuliza. Kwanza niwape pongezi kwa kuweza kuwa na taasisi au eneo ambalo lina tibu kwa kutumia tiba za asili, lakini pia kupitia vigezo vyote ambavyo vipo katika tiba za kisasa. Sasa hebu nipe background ya nyinyi. Nini ambacho mlianza nacho mpaka mkaona kwamba sasa wacha tusajili, twende katika njia hii ambayo inaendana na kile ambacho dunia inakitaka? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Jackson Bwile, ni mkurugenzi kutoka kituo cha KMJ Herbal Center, mkurugenzi mtendaji. KMJ Herbal Center ni kituo cha afya ambacho kinatoa huduma za tiba asili. Background ni ndogo kidogo, ni ndefu kwa sababu ni dhana ya mtu mmoja ambaye alikuwa ameanzisha, ndugu Gideon Mafuru kama ulivyomtaja. Ndio. Lakini Bwana Mafuru baada ya kuonekana ana mchango mkubwa sana kwenye jamii, akaamua aingie kwenye mfumo rasmi, kwa maana rasimishe kituo, kwa maana ya kufanya utaratibu wote wa usajili kutoka Wizara ya Afya, kitengo cha tiba asili na tiba mbadala. Ilikuwa ni mwaka 2023. Toka amesajili akaamua sasa aende na wengi, kwa sababu Mafuru hawezi kufanya hiyo kazi peke yake kulingana tu na matatizo yaliyopo kwenye changamoto ya mifupa. Kwa hiyo akawa kwenye mfumo pia wa kufundisha wasaidizi wake. Tunavyoongea mpaka sasa KMJ Herbal Center ina watu wanaotoa huduma sio chini ya 15 kwa maana ya staff nzima, lakini mwenye maono ni Bwana Mafuru. Na tulichagua mifupa kwa nini? Kwa study mbalimbali au tafiti mbalimbali, unavyozungumzia tatizo la mifupa kwa maana ya orthopedic problem ni tatizo kubwa. Hata research zinasema kwa population ya sasa hivi na madaktari tunao wa darasani hao kwa maana ya West, tukiashumu wa Tanzania wamepata shida ya mifupa, ratio ni 1/3 milioni. Kwa daktari mmoja anatakiwa atibu wa Tanzania milioni 3. Practically ni impossible. So KMJ imekuja kama kufezi out, kupunguza tatizo. Haimaanishi bado inatibu watu wote. Kwa hiyo zikizaliwa KMJ zingine tunashukuru sana. Kwa hiyo tumeamua kujikita tiba asili baada ya kuona mchango na umuhimu wa tiba asili, kwa maana ufanisi wa kazi yetu. Watu wanapona.
Hayo ndio mafanikio makubwa ya KMJ, kuona watu wanapona. Kupitia watu kupona ndio maana tunaendelea kufahamika, na ndio maana mpaka sasa tulianza na namba ndogo ya watu, lakini nafikia kipindi kituo kinajaza watu, na pia wanakuwepo outpatient, kwa maana wagonjwa wanaotoka nje kuja kutibiwa. Takribani tumegusa watu wengi, sio chini ya 1600 toka tusajili 2023. Lakini hatumaanishi tunaishia hapa. Tunataka sasa tujikite zaidi maeneo ya ndani zaidi vijijini, ambako tunaona kabisa huduma hii haijafika. Kwa maana hata kama ipo haichukuliwi serious. Na kama alivyoeleza Madam Dorothea na ataeleza zaidi, hatuishi tu kwenye tibasiri, lakini programu zote tunazifanya in a professional way. Ndio maana hapa unaona kuna integration. Kuna watu wa tibasiri, lakini pia kuna watu wa darasani kama Madam Dorothea hapa, by profession, mtu wa afya. Kwa hiyo kwa uchache sana, nisimalize muda wako ya kuongea ni mengi. Napenda tu niongee na jamii. Ukipata changamoto ya mfupa usisite, kwa sababu tuko lengo ni kufanya kazi na jamii moja kwa moja, na sio kwa ni mifupa tu, japokuwa leo ndo topic ya msingi. Tuko kwenye mifupa, tuko kwenye pingili, tuko kwenye mambo ya ganzi na stroke. Ataeleza daktari. Na tunapatikana Tabata Kimanga, Dar es Salaam. Hamna tabu, tutafika huko na tutakwenda sana huko ili wanaosikia waweze kujua. Sasa Mafuru, nimeambiwa kwanza wewe ndio ulikuwa umekuja na hiyo idea. Sasa wanasema kwamba kuna maono. Sisi ambao tumesoma historia huko, wakina Mwana Malundi, wakina nani, tunajua Wasukuma kwa mizizi hawajambo. Wewe kwako ni kitu ambacho ulithishwa, au ni kitu cha namna gani ambacho kilikupa hayo maono na uwezo wa kutibu kwa asili? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Dr. Gideon Mafuru, ni CEO wa kituo cha KMJ Herbal Health Center. Maono ya kufikia hii hatua tulionayo KMJ ni kwamba mimi nilijifunza tiba hii kupitia kwa mama yangu. Alikuwa lakini pia ni by professional, lakini halikuwa kwenye tiba asili, anatibu. Kwa hiyo nilipenda na mimi nikaanza katika zile ndoto zangu na njozi zote, nikaanza kumwambia mama na mimi lazima nitakuwa daktari. Lakini kweli kile nilichokuwa nakifikiria kimekuwa mpaka sasa hivi, na ndio maana tukaamua kufungua kituo ambacho kiko Tabata Kimanga. Lakini pamoja na hayo tu tunaendelea kufanya kazi kama ndugu Jackson alivyoeleza katika utangulizi. Tunatibu magonjwa yafuatayo. Kwanza kabisa tunatibu watu wanaovunjika, tunatibu watu ambao labda amefyatuka, tunatibu watu wenye changamoto za pingili za mgongo, tunatibu watu wenye kiharusi ambao wanasumbuliwa stroke. Haijalishi hiyo stroke imempata muda gani. Nikiongelea mifupa ni general, kwamba hatutibu tu kuishia wale wanaovunjika. Mfano hata mtindo wa maisha umekuwa ni changamoto sasa hivi. Mfano mtu anaweza kuanza kucomplain tu mifupa inauma, anapata ganzi au kuinama hawezi. Unashindwa kujua ni nini. Wakati sasa hivi unakuta kijana ana umri kuanzia miaka 30 analia mgongo. Sasa wakati nyuma huko zamani tulikuwa tunajua kwamba mtu mwenye mgongo ni mzee ndio analia maumivu na kupinda kabisa. Lakini sasa hivi imekuwa ni changamoto kuanzia umri wa miaka 30 na kuendelea juu. Changamoto zinatokana na nini? Changamoto mara nyingi zinatokana na mtindo wa maisha. Mara nyingine kutokufanya mazoezi au kukaa maofisini muda mrefu, ambao wana complain. Mfano swala la spinal disc, pingili za mgongo, inatokana na vitu kama hivyo, au kubeba mizigo mizito ambao unakuta mzigo unamzidi mtu uzito ule, lakini yeye anabeba. Kwa hiyo ukifanya kwa muda mrefu, wakati mwingine inakupa changamoto kuwa na matatizo ya mifupa kuuma. Lakini haijalishi kuwa pia kwamba hapo tunaweza tukakomea hapo. Kuna watu ambao wanakuwa wanasumbuliwa na ganzi, sio kwamba paka apate stroke. Mtu anasumbuliwa na ganzi tu, anakuambia mikono yangu haisensi vizuri, akishika kama ni peni kama hivi nilivyoshika, anakuambia inaanguka. Vyanzo vyake pia ni vingi kama tulivyoongelea, vinaelekeana tu kwamba kuna huyu ana complain kuvunjika au kuuma mifupa, huyu ganzi. Pia ni mtindo wa maisha kama nilivyoelezea. Kwa hiyo hivyo vitu vyote tunatibu, swala la mifupa, swala la ganzi, stroke, hatujalishi na muda gani, hivyo vyote tunafanya.
Okay. Safi. Leo hapa nitakuwa na topic tamu kweli kweli. Na nadhani wachezaji watakuwa wanaangalia sana wa basketball, wa nini wote wapo. Sasa hapa nimeambiwa kwamba kuna mchanganyiko wa watu ambao kama Bwana Mafuru, yeye ametoka katika asili kabisa. Lakini wewe ni nurse, sio? Kabisa. Uko nurse kwa muda gani, yani by professional? Mimi ni nurse by professional kwa sasa nina miaka 8. Okay. Niliamua kuingia kwenye tiba asili baada ya kuona kazi zao nzuri wanazozifanya. Nikajaribu kufanya study kwamba wanafanya kazi nzuri, lakini kwa nini bado hawaifikii jamii kuweza kuisaidia? Ikabidi nifanye kazi ya kukaa nao karibu, kujifunza shida iko wapi. Baada ya kutambua kwamba kuna vitu tu vidogo vidogo ambavyo vikirekebishwa tunaweza sasa tukafanya kazi vizuri na tukaa katika kiwango kile kinachotakiwa. Yeah. Kwa hiyo ndio maana nikaamua mimi kama muuguzi mkunga niingie pale na nisimame katika nafasi ya kusimamia matibabu ili nihakikishe kwamba tunakuwa katika utaratibu unaotakiwa kulingana na miongozo ya serikali kwamba huduma za afya zitolewe kwa utaratibu upi. Kwa hata ukifika pale kwetu KMJ tunafuata ule utaratibu unaotakiwa katika hospitali mbalimbali. Lazima tuzingatie usalama wa mgonjwa, lakini kila kitu anachopaswa kufanyiwa hatufanyi kiroko kama kwamba mtu umeenda kwa mganga utakuta na vitu, hapana. Sisi tunafanya kama professional, yani ni hospitali kama hospitali. Ndio maana hata mwanzo nilivyokuwa naelezea habari ya namna mgonjwa anavyoingia, anavyofanya nini, tunafuata utaratibu wote. Atapokelewa, ataulizwa vile anavyotakiwa kujibu kwa usahihi kabisa, na huduma atapata kulingana na kana kwamba angekuwa ameenda hospitali za kizungu. Kwa hiyo tunavyosema sisi ni kituo cha afya, kweli ni kituo cha afya. Kwa watu ni wakaribisha. Na wote KMJ wanatabasamu kama wewe ukifika pale. Of course. Na kuongea katika hiyo lugha ya wito kabisa. Kabisa. Maka manesi mnashambuliwa sana. Unesi ni wito. Kabisa. Nitakuja huko baadaye, lakini tuguse sasa katika eneo hili la msingi. Moja ya matatizo ambayo hapo, kama nafahamu kwamba sisi Azam TV tumejikita pia katika masuala mbalimbali ikiwemo michezo, ambapo tunaonyesha ligi mbalimbali ikiwa hapa Tanzania, Kenya pamoja na mataifa mengine ambapo tunarusha kwenye kisumbuzi chetu. Sasa kumekuwa kuna matatizo na nadhani na nyinyi kidogo kwa namna moja nyingine nafuatilia michezo, wachezaji kupata hayo matatizo, kwa maana ya kwamba kupata hizo injuries za mifupa, na imekuwa baada ya vipimo mara nyingi kimbilio limekuwa ni Afrika ya Kusini au sehemu nyingine, na kuna wengine wanapona, lakini kuna wengine inakuwa kama kidonda ndugu, yani kwamba wanapona lakini kinatoneshwa kila wakati. Sasa hapa ndo napotaka nijikite sasa hapa kidogo. Nianze na Bwana Mafuru. Hizi tiba za mifupa zinaweza vipi zikasaidia? Kwa sababu sio kila timu au kila wachezaji wenye uwezo wa kupeleka wachezaji wao kupatiwa tiba hizo nje ya nchi kutokana na gharama ambazo zipo. Lakini hii ya kwenu ina assurance ya asilimia ngapi kwamba huyu mchezaji aliyepata matatizo haya, tukiangalia MRI yake na nini, tunaweza tukamfanyia hii tiba na akaondoa tatizo? Asante sana. Kama nilivyotangulia kusema kwamba ni tiba asili. Ni tiba asili, sio ya maana kwamba tunaweza kushindwa kuoperate huduma za mfupa. Ila ni tiba kama tiba zingine, utofauti ni dawa. Wenzetu wanafanya operation, lakini sisi hatufanyi operation. Kusaidika mtu ambaye kama mfano au wachezaji uliowaongelea, ni kwamba uwezekano upo, kwa sababu procedure zote tutachukua kama zinavyofanyika hospitali. Ni kwamba anapokuja kwetu, cha kwanza awe na x-ray. Okay. Atafika reception, atapokelewa vizuri, ataulizwa changamoto ni nini, ataeleza, wataomba details zake zote alizokuja nazo. Kwanza mfano kama amegongwa, mfano watu amegongwa, mtu katika ile ajali anaweza akapata shida ndani kwa ndani, akabreed. Kwa hiyo huwezi ukafika ukapokea yule mgonjwa na ukamwanzishia huduma bila kuanza kufanyiwa check up za kiafya. Lazima pite kwenye hospitali zetu, waweze kurecommend madaktari wetu wa afya. Sasa yeye mgonjwa kama yeye ndo uchaguzi wake, atachagua mimi ninaomba nikatibiwe tiba asili au nifanyie operation.
Mgonjwa akisharuhusu, basi akifika kwetu, taratibu ndo hizo zitachukuliwa. Tutachukua zile details zake, nitasoma x-ray, nitaangalia shida iko wapi, mfupa umevunjikaje kama kawaida. Baada ya hapo tutamwanzishia huduma ya mfupa. Ni baada ya muda ambao labda tutaweza kumlaza, mfano labda amevunjika, inategemeana anachukua muda gani. Kama mtu ambaye amevunjika labda ni kwenye tibia, ni kuanzia siku 30 mpaka siku 35, huyo mgonjwa wetu tutaenda tena kufanya check up nyingine tena, tutajiridhisha kwamba maendeleo yake ni mazuri, tutamwanzishia mazoezi. Baada ya hapo mgonjwa tutamruhusu kurudi nyumbani. Okay. Hizo siku 30 yani ni kwa sababu nasema huku sio unapasua. Ndiyo. Lakini siku 30 zako wewe, yani zenu nyinyi, basically zinaendaje, kwa maana ya kwamba matibabu yake ya siku 30 yanakuwaje? Matibabu ya siku 30 ni kwamba sisi huduma zetu tunatoa ni kwamba tuna mobilize mfupa ili ukae kwenye sehemu yake, kwenye position yake vizuri. Baada ya hapo tutafunga ule mfupa, mfano kama amevunjika. Baada ya siku 15 tutafanya check up kuangalia, je, tulichokifanya mfupa huu bado uko kwenye position yake vizuri. Tukishaangalia kwenye x-ray kwamba mfupa uko vizuri, tutaendelea naye. Baada ya siku 30 zile tukisha cheki tena, hiyo maana ni check up ya pili, tunaangalia mfupa umeshashika, umekaa vizuri. Baada ya hapo ndo tutamwanzishia mazoezi. Ndio hicho nilichokiongea. Okay. Yeah. Maana hapo nilikuwa naangalia basically. Tutakuja kwako. Unajua bwana Mwile, niko na wewe hapa. Leo tupo hapa. Karibu sana. Basically labda kwa mfano kuna ile ya kawaida kwamba mtu anafungwa ile plaster of Paris POP. Ndio. Kwa mtu ambaye labda alikuwa afungwe POP, nyinyi mnafanya nini? Yaani ninachotaka kufahamu na kwa faida ya wachezaji na watazamaji wako hapa kwamba nikienda pale sio kwamba napigwa manyanga, nafanya nini? Yaani basically maana miongelea huduma vizuri kwamba kinachofanyika pale ni kufungwa miti au kunafanya nini, yani katika hizo siku kabla ya kuangalia siku 30. Ya tuna vifaa vya kitaalamu ambavyo sisi tunatumia kwamba tunapoangalia, sio kwamba kila sehemu inafungwa. No, ni kwamba unaangalia mfupa umekaaje. Yaani kama umevunjikaje, unastahili kufungwa au unastahili kuweka dawa na ukakaa kwenye position yake. Hapo sasa dawa. Yaani hapo dawa hapo ndio bwana kujua, kwa sababu watu waoga. Nafikiri sote ni Watanzania na Afrika. Kabisa. Kuna nyakati mtu anamuona bwana Mafuru amekuja pale. Ndio. Akapaka dawa fulani, anasema huyu jamaa sasa mchawi. Anataka akirudi kwenye timu huko wamkome. Hizo dawa zinakuwa ni za namna gani? Hizo dawa tutaziongelea kidogo. Hizo dawa karibu. Ni magome, mimea, majani, mizizi. Kwa hiyo unapokutana na huyo mgonjwa, kama ni wa kuvunjika au ni mtu ambaye ameteguka, amefyatuka, kwa hiyo ndo wewe daktari utaangalia ni dawa gani inayotumika sehemu ile husika. Kwa sababu mfano dawa zetu za tiba asili kuna zingine ambazo zinaondoa maumivu kwa haraka sana, kwamba kama ni maumivu, ile dawa utachukua, utakuja utamwatende mgonjwa wako vizuri na maumivu yale yatapotea. Kama ni mgonjwa wa mfupa amevunjika, ndio procedure kama zile nilizoziongelea kwamba utazifata zote, na baada ya hapo utafunga ule mfupa, utakaa kwenye sehemu yake vizuri. Baada ya muda mtafanya check up. Wow. Yeah. Sister, nimeona hapo sasa hapo kwenye, maana unajua maumivu yako pale baada ya kunyoshwa ingawa kuna dawa za maumivu. Labda unipe katika hiyo engo sasa, baadhi ya wagonjwa ambao wamefika wakapata hayo matibabu na wamerudi au wako active kiasi gani? Kama mlishawahi kupata, hata kama ni mtu ambaye yuko active kwenye michezo na nini, ameweza kurudi katika sehemu yake ambayo alikuwa anafanya kwa asilimia hiyo kwako ambao umeangalia au? Kuna wale ambao tushawahi kuwatibia. Nadhani bosi hapa pia anaweza rafiki zake anaweza kuwataja wana michezo. Sababu kama alivyoeleza daktari kwamba dawa zetu sisi tunapaka. Ndio. Baada ya kunyosha vizuri tunakupaka, tunakufunga. Wengi zinasaidia kuweza kupata relief kwa haraka. Yaani kupona kwa haraka, na maanisha kwamba zile zinamsaidia kwamba zinavyoingia kupitia vinyeleo zinamsaidia aweze kupona kwa wakati. Lakini pia akipona kwa haraka, ina maana anaweza kurudi kwenye majukumu yake kwa wakati pia, tofauti na vile ambavyo angekaa kusubiri ile healing ya kawaida ifanyike. Najua una Bwana Mwile unafanya jukumu pia la
kuweza kutangaza na tuseme kwamba katika eneo la marketing kutokana na hiki ambacho mko nacho. Changamoto gani ambayo unakutana nayo watu kueleza kwamba kuna tiba ya asili ambayo inaweza ikamrudisha mchezaji katika eneo lake? Nimeona last week mlikuwa na Karim Mandonga nadhani. Nitawauliza baadaye kama kuna dawa ya kichwa pia ya kuweza kurudisha kichwa kichangamke kidogo. Lakini ugumu gani ambao unapata? Kwa sababu kuna mahospitali ambayo yanazungumza, yani leo ukiniambia najua nitaenda Moi pale kwenye idara ya mifupa na vitu kama hivyo. Nani kama ulivyosema idadi ni kubwa. Ukienda pale unakuta watu, kuna mwingine anakuambia labda ameshakaa anapata appointment zaidi ya mwaka sasa wapi, lakini bado anafanyiwa labda yale matibabu, lakini bado mguu labda hujanyoka au mguu umeenda sehemu nyingine. Sasa jinsi gani ambavyo mnaweza kuwafikia watu kuelewa kwamba hiki kinawezekana? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa hiyo hili nimeambiwa Mbwile hapa kabla hajafunguka na ni nzuri sana. Kweli muda mapumziko huu sasa ili aweze kufunguka kisawa sawa. Kwa hiyo niwaambie tu bado nipo na KMJ Herbal ambao wako hapa Tabata jijini Dar es Salaam, na nipo nao hapa kuzungumzia tiba ya mifupa kwa njia ya asili lakini ambayo imekuwa upgraded kisasa zaidi. Ni jinsi gani wewe ambaye huko hapo nyumbani kama ni mwanamichezo unaweza ukapata tiba hii, lakini si kwako tu, hata kwa wale ambao wamepata matatizo ambao tunazungumzia pingili za mgongo, ganzi na vitu vinginevyo. Tuko mapumziko, tutarejea. Well, ni eneo ambalo tunazungumzia masuala mbalimbali ya kimichezo, na michezo ina maeneo mengi kama ambavyo nimegusia hapo mapema. Wapo wale ambao wako uwanjani, wapo wale ambao wanafanya tiba, wapo wale ambao wako katika management na vitu kama hivyo. Vyote hivi ukiweza kuviunganisha vinafanya timu ifanye kazi. Niko na wataalamu hapa kutoka KMJ Hospital, na niko nakuuliza mkurugenzi hapa ili iweze kufikia sasa, kwa sababu unajua kuna kitu kuwepo, lakini jinsi gani kinawafikia watu hasa wakada hii ambayo mimi naizungumzia sasa hivi, wana michezo ngumi, michezo yani wanasema ile contact games imekuwa na matatizo sana, na wengine tunawapoteza mapema kwa sababu tu wanakosa tiba ambayo ipo katika wakati mwingine. Wanafika hospitali wanafeli, kumbe tiba kama hizi mnazo. Sasa hebu niambie mnawafikia vipi na lengo lenu linaenda katika njia gani? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Changamoto katika kupasha habari ipo, tusisema ipo, kwa sababu changamoto kubwa watu kuamini ni changamoto. Kama ulivyokwisha sema, hata wewe mwenyewe ulifikiri labda ni manyanga ni vitu gani. Sasa ukizungumzia KMJ iko kitofauti. Sisi tuna dini na jamii moja kwa moja kama nilivyokuambia, lakini pia tuna huduma ya outreach. Huwa tunatoka, tunaenda sehemu, tunapiga kambi, tunazungumza, tunaelimisha, especially vijana wetu bodaboda. Tumezungumza nao sana. Kwa hiyo pia tunapokuwa tunapata nafasi kama hii Azam, tunafarijika na tunaona kabisa kuna mwanga, na tunaona kabisa tunaenda kutengeneza taifa lenye afya, kwa sababu KMJ tunaamini katika afya. Changamoto hiyo itakwisha. Ni taratibu, na ndio maana hata nimesema before, sasa hivi tunataka pia tufocus maeneo ya vijijini. Huko pia kuna changamoto kubwa. Huko pia kuna wakati sasa wanakaa na wagonjwa ndani, inafikia kipindi wanakuuliza umeamkaje wakati hujamtibu. Imagine. Kwa hiyo changamoto ni kubwa sana. Lakini na imani tutaweza kufika na kuwafikia watu kwa upana zaidi. Sister Dorothy, masuala yako mengi na katika utabibu, unajua kwamba huko ulipokuwa ukifanya kazi umekutana nayo wagonjwa namna hiyo, mazungumzia bodaboda hapo na watu wengineo. Mimi unajua niko touch kwa sababu niko zaidi katika michezo na siwezi nikawa nazungumza pembeni. Tumeona kada mbalimbali mchezo, wanasema hii michezo ya kukutana, like za kina mzee wetu pale Rashidi Matumla, unaweza kumuona mzee Koba Kimanga sasa hivi, na unaweza kaona kwamba wamepata matatizo kama. Sasa kwa experience yako wewe, watu hawa wa michezo nini wakifanye kuweza kuwasiliana, yani kuja kwenu, na watapata nini kabla ya kumfikia Bwana Mafuru hapo, ili kuweza kurudisha japo kwa asilimia kadhaa kile ambacho wamekipoteza katika mifupa yao? Wito wangu kwao ni nawaomba tu kwamba
wawasiliane na sisi, lakini kama wanaweza kutufikia katika kituo chetu wafike, waje na vipimo kama hivyo tulivyosema. Wanaweza kaja na x-ray, wanaweza kaja na MRI kulingana na tatizo alilonalo. Kwa tukishaona vile vipimo tutaweza kuwasaidia. Tunaamini kabisa kwamba tunaweza kuwasaidia kama matatizo yako katika hali ile ambayo inaweza kusawazika, tutaweza kuwasaidia. Sababu tumeona wengi tumewasaidia kwa sababu tu kwamba wengine wamekaa muda mrefu, wamekata tamaa, wengine walikuwa mpaka washaambiwa kwamba waende nje, lakini wamekuja pale tumewahudumia. Kwa hata wana michezo ambao imefikia muda labda wamekata tamaa kulingana kwamba wamezunguka sehemu nyingi hawajapata kupona, waje. Tunaomba waje Tabata, Kimanga, Sombali. Safi. Sasa Mafuru, tuende katika hili. Watanzania tuna dhana. Unajua sasa tunatumia zaidi mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo. Ndio. Wakishasikia Ebola wanahusisha moja kwa moja na uchawi. Sio uganga, sio tiba. Wanahusisha na uchawi. Hilo unalijua hilo vizuri. Hilo nalijua vizuri. Sasa concept hii kwa wana michezo wetu unaweza mkaibadilisha vipi? Kwa mfano anaogopa kuja. Sababu akionekana ameingia KMJ Eba, anaambia bwana Mwamba anaenda kutengeneza vitu kule, watu wataumia. Na wakati mwingine anatokea bahati mbaya mtu kaja tu kumbe mtu kaumia huko kwa mapenzi ya Mungu, anaambia jamaa fundi. Ndio. Sasa hii dhana mnaweza kwanza mkaibadilisha vipi kwa vilabu vyetu ambavyo viko tu professional sasa hivi kutokana na ubora wa ligi yetu, kuweza kufahamu kwamba kuna tiba ya namna hii ambayo pia inaweza ikasaidia kuondoa hayo matatizo ambayo wachezaji wanayapata? Asante sana. Kwanza niseme kwamba Watanzania na wasio Watanzania waamini tiba asili ni tiba kama tiba zingine. Ninaweza nikaisemea kidogo kwa upana kwamba nyuma hapo watu waliona tiba asili kama ulivyosema ni uchawi, lakini kuna watu wamebadilika kama sisi tunavyoongea ni tiba asili, lakini sio kwamba tuko kwenye zana ya ushirikina ule manyanga. Tiba asili tunautofautiana ni dawa, kwamba wenzetu watachoma sindano, watakufanyia operation, watafunga chuma. Sisi tutaweka dawa kama nilivyozielezea, magome, mimea, majani. Zile ambazo wao wanazibadilisha kuja kutengeneza vidonge na vitu kama hivyo. Ndio. Sasa ni kama unaona wengine wanaita tibalishe. Umeona hicho kitu? Tibalishe ni nini? Tibalishe ni kwamba ni vyakula lakini vimegeuka vimekuwa dawa. Tiba, Imekuwa tiba. Sasa ndo kama sisi tiba asili pia waamini kwamba mifupa au kuteguka, kuvunjika ni dawa. Tofauti tu ni kwamba hii ni asili ya kwetu Tanzania, hii ni ya wenzetu ya kizungu tunayoisomea. Ndo tofauti. Kwa hiyo mimi niseme kwamba waamini kwamba tiba ni kama tiba zingine, na tumelisemea kwa upana kwamba procedure ni zile zile kama zinavyofanyika hospitali kama wenzetu, na ni kwamba sisi wote ni watu ambao tunaelewa vizuri mfupa umeteguka, tunajua ni namna gani ya kurudisha mfupa kwenye sehemu yake. Umevunjika, tunajua ni nini cha kufanya ili tuweze kurudisha mifupa yako vizuri. Mfano wachezaji wetu wamepiga mpira labda ameteleza, nyonga imegeuka au shoda au clavicle au whatever, sana wachezaji wanaumia kwenye enka. Nafuatilia sana, ninaona huwa wakati mwingine ninasema basi kwa sababu hatujulikani, lakini tungekuwa tunajulikana tungekuwa tumewasaidia. Tuna imani 100% kwenye swala la mifupa tuko vizuri. Na hii ya magoti? Ya magoti nayo tunasaidia. Kwa sababu wachezaji wengi nao wanaona tatizo. Hadi matatizo mengi yanakwenda hapo kwenye tendon, ACL, ndio inakuwa tatizo kubwa hapo. Mara nyingi kwenye tendon hata wale wanaokuja kwetu pale, mfano wenye umri mkubwa, ndo hizo zinasumbua. Kwenye tendoni zinasumbua sana kwa kweli, mpaka yanafikia hatua ya kuanza kusagika. Kwenye cartilage pia inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tuseme tu kwamba kifupi matatizo haya tunayaenda vizuri. Sawa na mtu mmoja siku moja aliniuliza swali kwamba Mafuru, wewe ni tiba asili, je, umetambuaje mfupa wa mwanadamu? Na hilo swali bora aliuliza kwa sababu lilikuwa linakuja linafuata. Linafuata kwa sababu toko lilipotoka kwa mama pale ni na ulivyopenda nilikuwa nataka kujua pale. Ulipata elimu gani kwa mama ambaye alikuwa pia yuko kwenye udaktari na kuja huku, na hayo maono ambayo unayaona sasa hata mfupa ule unaugundua baada ya kuangalia kwenye x-ray? Yes. Kwa nini ulianza kwenye x-ray huko mwanzo? Niliseme tu kwamba nimependa
kubobea kwenye tiba asili, Ndio. sio kwamba labda sijaingia kusomea mifupa. Okay. Nimesomea mifupa hata kwenye kuzijua mifupa za mwanadamu anapozaliwa. Akiwa mtoto anakuwa na mifupa mingapi? Mfano akiwa amezaliwa mtoto mchanga au mtoto mdogo anakuwa kuanzia mifupa 270. Kadiri mtu unapokuwa mifupa yako upungua ujiunga, mfano kwenye fuvu pamoja na kadhalika, upungua paka 206. Kwa hiyo ina maana vitu kama hivyo unakuta mtu anaposikia asili akaelewa naenda kwenye manyanga. Hapana. Narudia kusema pale pale, muamini tiba zetu ni asili, lakini ni tiba kama tiba zingine. Watu wafike kwanza, ufike uone we mwenyewe. Ukikuta manyanga urudi. Urudi. Sio kama kuna ngoma ile naona kule yule Nyembera anakuja. Ngoma iko hapo. Ndio. Kwa hiyo ndugu Gideon Mafuru, nina imani ya kwamba hata wagonjwa tuliowafikia na sehemu mbalimbali mpaka nchi za nje, tunaitwa South Africa, Botswana, Marekani tumeenda sana kwa ajili ya hizi huduma. Tunatibu mpaka wazungu wanakuja hapo KenJ. Wengi ambao wanatufahamu kwa sababu mtu anataka matokeo cha kwanza. Mfano mtu amevunjika kama ulivyouliza nyuma pale. Kwamba nyie mnaifikiaje jamii, kwa sababu sidhani kwamba mlishatuona hata kwenye TV, ni mara chache sana. Ni kwamba tunawafikiaje? Sisi watu wanaambizana wao kwa wao. Sasa hawatujui kwa sababu gani? Ndio hivyo, mimi nikipona kumwambia mtu nitasema labda nilikuwa nimeenda kwenye ngoma kule. Kumbe ni huduma kama huduma zingine. Kwa hiyo watu watambue tu kwamba jamii kama ikituangalia itufikie kwamba huduma zipo na watu wanapona. Asante sana. Kuna promotion nyingi ambazo zinafanyika Bwana Bwile. Promotion ambazo zinafanyika kwa ajili ya kutambulisha hivi. Na wakati mwingine unasema give back to community, yani ile jamii ambayo inakuzunguka inaweza kwa jamii kwa namna moja au nyingine kutoa hiyo awareness. Wengine wamekuwa wakifanya marathon, wengine wamekuwa wakifanya event tofauti. Na hii wigo ambao umeniambia inamaanisha kwamba licha ya kutokufahamika kwa baadhi wakina sisi, inawezekana kwamba mna umbwe la watu ambao wanawafahamu. Lakini sasa vipi tunaenda kuwafikia hawa ambao hawapo katika eneo hili? Na eneo hili ambao nakuuliza hususan hivi vilabu. Mimi naamini kwamba mkiweza kupata platform ambazo zinahusiana na wachezaji au watu maarufu katika michezo, inaweza ikawa ni sehemu mojawapo ya sisi wengine na ambao wafahamu kuweza kupita. Kwa mfano leo umemtibu John Boko, John Boko akasema nimetibiwa sehemu fulani, au umemtibu Ibrahim Baka au nani au huyo nani tuseme labda Kapombe, basi mtajulikana kwamba mmekwenda hivi. Sasa nini strategy yenu iko vipi ili tuweze sasa kufikia kuelewa na wengine waelewe sasa kwamba haya sio manyanga, isipokuwa ni kitu ambacho kinawezekana na utabibu wake unatofautiana. Wazungu wanatengeneza dawa, sisi bado tunatumia ile raw material ambayo tunayo. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli swala la kufikia jamii lazima uwe na strategies mbalimbali. Na kwanza tunapenda kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu mahiri Daktari Samia Suluhu Hassan. Huwa pia tunakumbukwa wanatibasiri. Kila mwaka mwezi wa 8 huwa tuna wiki ya tibasiri. Huwa tunafanya mikoa mbalimbali. Kwa mfano mwaka jana tulifanya Dodoma, mwaka juzi tulifanya Dar es Salaam, mwaka juzi kati tulifanya Dar es Salaam, mwaka juzi Dodoma, mwaka jana yamefanyika Mwanza. Kwa hiyo programu kama hizi huwa tuna attendi na kujaribu kuibuka namna gani tunaongea na jamii moja kwa moja. Na bahati nzuri sana KMJ wiki kama zile matibabu ni bure. Na hii kampeni tumeshaongea tayari na Madam Dorothea na anaandaa strategic. Kwa nafikiri ni kitendo cha kuja kushare tu zitakapokuwa tayari na zimekamilika. Tutawaomba mtupe ushirikiano, mtuunge mkono ili tuongee na jamii. Mimi niko tayari kutafuta wachezaji wengi wagonjwa. Asante sana. Hata nitafute Aidan ambaye sasa hivi ana matatizo ya magoti, aweze kuja. Magoti na kwa sababu kupiga punching bag. Nafikiri viwiko vyake vina matatizo. Sasa atakuwa mfano kwa mfano kabisa. Nilitaka kuongezea tu ndugu mtangazaji kwenye habari ya wachezaji. Kwa wale ambao wanakuwa na fursa wanaweza kutuita ili sasa hapo ndo pazuri. Kuwaita vipi? Wapi? Napatikana vipi?
kutaka kuwaita, wanawahitaji sasa? Mna Instagram page zenu au vipi, mnapatikana vipi? Yes. Kwa mfano kuna mtu hapa sasa hivi anasikiliza, anajuaje jinsi ya kuwafikia? Tuna namna mbalimbali ya kutufikia. Ndiyo. Kuna hiyo ya kutufikia moja kwa moja physical, kufika Tabata Kimanga, lakini pia tuna namba za simu tutazitaja, lakini pia tuna mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mtu anaweza kutufikia kwa namna tofauti tofauti. Kwa hiyo hata hivi virabu ambao wanahitaji watu wao tuweze kuwasaidia, ni swala tu la kutupigia simu au email, tuweze kufika, tutoe elimu ili kuweza kufuta sasa ile picha ya kwamba tiba asili kuna manyanga. Contact zenu zikoje? Tutataja namba za simu kwa mawasiliano kama tulivyokwisha sema. Tunapatikana Tabata Kimanga. Mawasiliano ni 0715 500 136. Narudia 0715 500 136. Lakini pia kuna namba ya Vodacom ambayo ni 0756 480233. 0756 480233. Namba ziko wazi 24/7. Mna bahati waga si wapi watu nafasi hiyo, lakini kwa kuwa nimeona ni tiba ambayo inaweza ikasaidia watu, tunashukuru sana. Hilo mnalipata, Tunashukuru sana. Wakaanza nikaambiwa hapa naletewa karatasi, bwana lipa. Tunashukuru sana. Niambie changamoto ambazo zipo katika tiba hizi bwana Mafuru. Nasema challenges ziko. Changamoto ni zipi? Maana ziko changamoto negative na positive. Changamoto mara nyingi ni kwamba wagonjwa wanapotufikia, changamoto kwa sababu lazima kila kazi zitokee. Mfano kwenye changamoto za matatizo ya mgongo, mara nyingi inakuwa ni kweli na uzito wake, kwa sababu mtu anaangalia alikotoka. Na sisi mara nyingi tunapata wagonjwa wale ambao mwisho kabisa. Sisi ni wa mwisho. Yaani kutufikia wagonjwa wetu tunavyojisemea kwamba tunafanya kweli, na kweli tunafanya kweli, kutokana na wagonjwa wetu sisi ni wa mwisho kutufikia. Kama hivi mtu leo ametuona sasa, amekaa muda mrefu, ndo akasema tena. Mara nyingi wengine wananiambia, daktari, nimekuja nijaribu. Sio kwamba nimekuja kwenye matibabu, nimekuja nijaribu. Anapokuwa amepata yale majaribio sasa, yamekuwa kweli, amefanikiwa kile alichokuwa anahitaji, amepona, ndio anakuwa balozi wetu. Kwa hiyo kwanza ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Ndio. Okay. Na unasema katika changamoto zile zenye faida? Changamoto zenye faida ni zile ambazo sisi tunaona mafanikio ya watu kupona. Na kingine ninachokiona kizuri zaidi ambacho wakati mwingine huwa ninaona Mungu kweli anaweza kuwapatia watu wake na kuwaona, ni kile tumejaribu kuwakilisha tiba asili. Unajua tiba asili kama tunavyoiongelea ni kwamba kama watu by professional kuamua kuunga tiba asili mkono ni jambo kubwa sana. Kwa sisi kwetu mara nyingi matokeo yetu makubwa ni hayo, kuona kabisa jamii inaendelea kutupokea vizuri kama wale wanaotufikia, na wale wengine ambao pia hawajaamini waamini, lakini na matokeo na mafanikio ni kama nilivyoyasema tu, kuendelea kuamini tiba asili na matokeo mazuri ambao wagonjwa wetu wanapona. Naam, unaweza ukawa unapigwa na bumbuazi, lakini ukitaka kujua sio mambo ya manyanga, ukisikia Mungu anatajwa tena kwa upole namna hiyo, ujue kwamba hapa kuna Mungu ndani yake. Sio kwamba binadamu anafikiria kwamba akili yake ndio inayomtuma kuweza kufanya haya. Na hili ndio ambalo tunaenda nalo kabla ya kwenda katika mapumziko. Tukirejea hapa tutakuwa dakika 10 za kumalizia program yetu. Kumbuke tuko na KMJ Herbal ambao wako Tabata jijini Dar es Salaam. Tuende kwenye break, tutarejea. Well, tumerejea hapa. Napata challenge hapa, naambiwa na producer, sasa vipi, unaweza ukakitoa vipi kwa kitambi na huko na wataalamu wa tiba za asili? Kitambi bwana kinakuja tu. Nadhani kinatoka eti bwana Mafuru. Kinaweza katoka tu kwa kusema kwamba umekunywa magome ya miti nini. Kinatoka hivi, yani kama hivi. Kama mimi ni kuzingatia wakati mwingine namna ya ulaji tu, ya kwamba unajitengenezaje mfumo. Mfano vyakula vile watu wengine
anafika kwenye mlo yani anaweka kama mimi na Bwile. Wewe na Bwile, yani mnapenda kula sana. Kwa hiyo ni namna tu ya kutengeneza kwamba unataka ujitengenezeje kwa namna ya lunch na utakaa vizuri. Na hiki mnatoa ushauri pia kwa hivyo pia huwa tunatoa ushauri, lakini Madam Dorothea ataongelea, lakini mimi niko kwenye mifupa kwanza. Maana wanaweza wakaja na vitu vingi hapa, wanakuambia mama, labda na mimi mzito sana, daktari kaniambia, lakini nikiziona keki siziachi, soda nini. Hamna dawa ya asili hapa ambao unakunywa. Maana wengi wanaamini wakishaingia kwenye elbow wanaamini jibu liko huko. Dawa ya kunywa kuweza ku maintain mwili labda kutoa kitambi na nini hatusisitizi sana. Tunachosisitiza ni elimu, tunakuelimisha ufanyeje. Sababu yani ni uzingatie tu ule utaratibu wa kula, unakulaje, lakini kitu kingine kikubwa zaidi ni kurekebisha mtindo wako wa maisha. Unajua watu wengi sasa hivi tunaumia kwa sababu ya mtindo mbaya wa maisha. Tunapata hata magonjwa, sijui magonjwa ya pressure, kisukari, hata masuala ya pingili. Ni sababu tu ya nini? Ya ule mtindo wa maisha tunaoishi. Kwa mfano, daktari alisema hapa kwamba watu sasa hivi kijana kabisa miaka 30, 35 ana shida ya mgongo. Ni kwa nini? Zamani watu walikuwa, hata watoto wakiwa shule, kuna kipindi kile cha mapumziko watu wanacheza, kuna akitoka nyumbani akifika kuna muda wa kucheza. Lakini sasa hivi unakuta mtoto akiwa shule anasoma muda mwingi, hapati muda wa kucheza. Akicheza labda kidogo tu. Akifika nyumbani amekaa kwenye TV, yuko anaangalia TV, anaangalia katuni, au yuko na simu anacheza. Amepata muda huo saa ngapi wa kufanya mazoezi? Lakini anakula nini? Vivyo hivyo hata kwa mtu mzima. Umetoka nyumbani, umeenda ofisini, umefika, kazi yako ni ya kukaa. Umekaa masaa mangapi? Ukitoka hapo unaingia kwenye gari. Ukishuka kwenye gari unaingia ndani, unakula, unalala. Nini unachokitengeneza? Uzito unaongezeka. Uzito ukiongezeka ndio mwanzo wa shida zote. Utapata hapo pressure ya kwako, shinikizo la juu la damu, kisukari kinakunyemelea. Sasa ukipata hivyo na vingine vinafuatia, utapata sijui shida ya macho, kupofuka, utapata nini, kiharusi sababu ya pressure. Yaani ni vitu vingi. Kwa hiyo ni namna tu ya kurekebisha mfumo wa maisha. Kwa hiyo hatupendelei sana mtu tumie dawa kwenye habari ya nini ambayo inawezekana. Inawezekana. Kwa hiyo ni badilisha tu mfumo wako wa maisha. Safi. Sasa nije katika hili. Tumeongea vitu kadhaa. Sijui nani atakuwa anajibu hili swali kuhusiana na mgonjwa sasa kufika hapo. Kama ni kulazwa, huduma hizo zina gharama gani, au kama ndo atakuja kuzipatia pale nini ambacho kinakosa kwa mgonjwa kuweza kufika hapo kwenu katika hospitali, na vipimo anatakiwa kufika navyo vya namna gani, au hapo mna sehemu ambayo mnapima, kwa maana ya kwamba kama ni x-ray na vitu vinginevyo. Dada atanipa jibu. Naweza kujibu Dorothea. Asante. Ndugu mtangazaji, kwa habari ya gharama za matibabu, kwanza kabisa mgonjwa anapokuja anaweza akaja na vipimo moja kwa moja kutoka hospitali za kizungu, labda amefanya x-ray kule, amefanya MRI. Japo tayari sasa hivi tuna utaratibu ambao tumeanza kufanyia kazi tuweze kuweka pia x-ray pale, ili tusimsumbue mgonjwa kwamba amefika hana kipimo arudi tena hospitali akapime. Tunaendelea kufanya maboresho, sababu pia tumepata nafasi pia ya kufanya integration. Ina maana huduma za kizungu na za tiba asili zitakuwa sehemu moja. Hapo baadaye tunaendelea kufanya utaratibu kuweza kukamilisha hilo. Kwa hapata kuwa na usumbufu tena wa mtu kutoka nyumbani na majibu yake. Lakini kwa sasa tunahitaji sana mgonjwa aje na majibu yake moja kwa moja. Lakini kama atafika hana, itamlazimu sasa atoke aende hospitali jirani, sio mbali sana na pale tulipo, anaenda anapiga x-ray yake, anakuja. Pale gharama sana sana ni gharama tunatoa tu ile ya kufungua faili. Gharama ya kumwona daktari kawaida kabisa ni 20,000. Lakini gharama zingine za matibabu zinatofautiana kulingana na ukubwa wa tatizo. Kwa baada ya mgonjwa kuingia kwa daktari, akampa yale majibu yake, daktari akaangalia, akajua shida yake, hapo sasa ndo anaweza kumwambia sasa, wewe kulingana na tatizo lako hili tutakutibu kwa gharama kadhaa. Lakini gharama zetu ni nafuu sana. Okay. Dr. Gideon,
Labda kabla hatuja wind up hapa, una ujumbe gani ambao unaweza ukawapa watazamaji wanaokuangalia hivi sasa kupitia Azam TV? Asante sana ndugu mtangazaji. Ujumbe tu kwamba ni watie moyo ambao wana changamoto, mfano kama ulivyomsemea yule mzee kwamba wakati mwingine unaweza ukapata tatizo, sio kwamba ndio mwisho wa kwako wewe kupona. Ni kwamba bado suluhisho lipo, kama KMJ tulivyoongelea. Ni kwamba jamii, huu ujumbe ufikie jamii, pia wakaribie KMJ, waweze kufika na tuweze kuwapatia matibabu. Na kitu kingine ambacho nilitaka kukiongelea tu ni kwamba ufikaji wa KMJ ni rahisi sana. Kwanza tulisogeza huduma katikati. Unajua Ilala ni katikati. Sasa hakuna mtu ambaye atasema labda anatoka Kigamboni aseme Tabata ni mbali. Kwamba mtu labda anatoka Gongo la Mboto aseme Tabata ni mbali au Bunju. Kwa hiyo tuliona kwamba mwanzoni tulikuwa Makongo, lakini tukasema tusogee Ilala. Kwa hiyo tukasogea Ilala na tumeona Ilala kweli ina appreciate kwa huduma zetu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunaona serikali pia tuko karibu nayo kwa sababu ni watu ambao tunapenda, kwa sababu unapofanya kitu ambacho una uhakika nacho lazima usogelee serikali. Zamani tiba asili wengi wakimwambia labda tunakuhitaji anaona yeye sasa huko asiendi. Lakini mimi niko karibu na serikali kutokana kwamba imeruhusu kuona kabisa kwamba tiba asili ina mchango mzuri katika jamii. Bwana Bwile, makalisije kaondoka hapa hujazungumza cha mwisho wa Kuria wakanirukia hapa. Asante sana ndugu mtangazaji. Mengi wamekushaongea wenzangu. Kikubwa tu nirudie kusema kupata changamoto sio mwisho wa maisha. Changamoto lazima ifike mwisho, lakini pia kupajua KMJ haimaanishi lazima umwe. Hata ukija tu kupewa elimu inatosha. Karibuni sana Tabata Kimanga. Safi sana. Basi nichukue muda huu kuwashukuru sana. Ndio hujaga. Mimi labda nilichokuwa tunatamani kuwaomba wote watakaotazama kipindi hiki, wanaoendelea kutazama pia, kwa yule ambaye anaguswa kwa namna yoyote ile, kuweza kusapoti huduma za tiba asili ziweze kuwafikia watu wengi sana. Tunamkaribisha. Sababu sisi tunatamani kufanya mambo makubwa, lakini bado hatujapata ile nguvu kubwa ya kuweza kuwa na kituo kikubwa ambacho kinaweza kikawahudumia watu wengi kwa muda. Kwa hiyo tunaomba sana yoyote ambaye anawiwa kuweza kusaidia watu ambao wamekata tamaa atushike mkono. Ndio. Sababu kazi tunafanya na tunaamini kwamba kile tunachokifanya kiko vizuri. Kwa hiyo hata kama mtu akiamua kuja kuwekeza nguvu zake kwa ajili ya kuwasaidia watu, milango iko wazi, tunamkaribisha sana. Unaweza kuongeza manesi wangapi wa kumsaidia? Maana wanamaliza wengi. Ajira ya manesi ilikuwa ngumu. Unaweza mkaongeza wangapi? Ni kwamba tuone simu zitaita huko. Ni kwamba simu zikiita tutaongeza manesi. Niwashukuru sana kwa uje wenu, na nasema kwamba kila kazi ni wito wa Mwenyezi Mungu. Sio rahisi kwa kila mtu kuweza kufanya. Kuna wengine ndio hivyo watafanya. Wamepewa wito huo, wanapiga manyanga, wanamalizia lao, wanapiga mzigo, shughuli inapotea. Lakini niwapongeze kwa hiki ambacho mnakifanya, na msisite basi kujiunga na sisi. Najua wako wenzangu hapo wenye maswali mengi tu, watu wa viwanjani, inawezekana mimi sijayamaliza, wanaweza nao wakawahitaji kwa na mmoja au nyingine ili kuweza kuzungumzia uwigo kwa upana wake. Lakini nichukue fursa hii kuwashukuru sana kwa kuwa nasi. Asante sana. Haya, ndio tunapomaliza hapa. Kuna Msukuma, kuna Mnyamwezi, Wanyamwezi wako wawili, kuna Mhehe hapo ndani, na hii ndio Tanzania sasa jinsi ilivyo. Tumeweza kuzungumza lugha moja, lakini hawa ni KMJ Herbal ambao wako Tabata hapa jijini Dar es Salaam wakitoa tiba za asili hasa katika magonjwa yanayohusiana na mifupa na magonjwa mengine. Unaweza kuwatembelea ili uweze kupata, wanasema kwamba ile ushauri wa karibu zaidi. Kwa leo tunaishia hapa. Tutakutana wiki ijayo. Shukrani. Asante sana.